mtazamaji wa UTV, ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein na leo tumekuja kutembelewa hapa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ambayo inahusika na masuala ya usafi, lakini vile vile masuala ya kuwaletea ama kutoa huduma ya wadada wa kazi majumbani. Na kupitia kipindi hiki, kama wewe ni msichana uko nyumbani, umemaliza chuo, umemaliza shule, huna pa kwenda na huna ajira na unapenda watoto na unapenda usafi, basi tega masikio, kwa sababu fursa ya leo ni kwa ajili yako. Na si mwingine huyu, niko naye ni Wendy Mwansasu, ambaye kabla tujaendelea naye tupate kwa ufupi wasifu wake. Wendy Mwansasu ni mtaalamu wa huduma za usafi na mkurugenzi mtendaji wa AES Cleaners iliyopo Dar es Salaam. Wendy alipata shahada ya kwanza katika mawasiliano ya umma mwaka 2010 kutoka St. Augustine University of Tanzania, SAUT, na baadaye shahada ya uzamili katika maendeleo ya uchumi wa jamii MCED mwaka 2022 kutoka Open University of Tanzania. Kupitia malezi na taaluma yake pamoja na uzoefu wa ajira ndani na nje ya Tanzania, Wendy akajiwekeza katika sekta ya usafi, usaidizi wa huduma majumbani pamoja na afya ya mazingira. Changamoto za ajira kwa wanawake, harakati za maisha na uhitaji mkubwa wa usaidizi kwa wanawake hasa katika majukumu ya nyumbani ndio ulimsukuma Wendy kujikita katika kampuni ya usafi na huduma za usaidizi, na kwa kipekee huduma ya msaada kwa mama baada ya kujifungua. Dhamira yake ni kutanua wigo wa bidhaa ya huduma za usafi na kuwa bora katika sekta ya usafi barani Afrika. Naam, huyo ni Wendy Mwansasu ambaye niko naye hii siku ya leo. Habari Wendy? Salama. Za kwako? Salama. Unaendeleaje? Namshukuru. Pole na usafi na kila kitu. Asante. Okay. Turudi nyuma kidogo. Safari ya Wendy mpaka kuja kuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo alianzia wapi? Ametoka wapi? Wendy yeye ni binti wa Kinyakyusa. Yes, mimi ni binti wa Kinyakyusa, lakini ni binti ambaye nimeenda shule nikasoma. Nilikuwa napenda sana taaluma ya mawasiliano na nilibahatika kufanya degree yangu ya kwanza ya mawasiliano. Nikafanya kazi miaka 12 kwenye taasisi mbalimbali. Baada ya hapo nikarudi tena nikafanya masters sasa ya uchumi na maendeleo ya jamii pale kwenye chuo cha OUT Kinondoni. Lakini sasa baada ya hapo nikaanza kuona kama mlengo wangu unataka sasa kunitoa kutoka kwenye kutegemea ajira kurudi kwenye kutengeneza ajira. Kwa sababu sasa nikawa nimeshaona kwamba nimeajiriwa na nilibahatika kufanya kazi hapa, nikabahatika kutoka nje pia. Nimefanya kazi South Africa, Rwanda na Kenya, na nilikuwa nimeshakutana na watu wengi na tayari nimesha interact na nchi nyingi Afrika. Lakini katika kitu ambacho kiliweza kunisaidia huko kote nilikokuwa nazunguka ni uwezo wa mimi kuweza kusoma mazingira mapema na kusoma pia kule vitu ambavyo vipo ambavyo kwetu hapa Tanzania hatuna. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa ni cha kwanza sana ambacho kilinitengenezea mimi kiu ya kwamba nitakaporudi hapa nyumbani ni lazima niweze kutengeneza ajira, cha kwanza. Cha pili, lazima nianze kutengeneza biashara. Cha tatu, niweze kuleta ule ujuzi ambao nimeupata kule kuleta hapa Tanzania. Kwa hiyo nilikuja mara ya kwanza nikajaribu nikawatafuta kikundi cha wadada, nikafungua biashara yangu ya kwanza saluni. Okay. Yes, ilikuwa iko Kawe pale. Nikawatafuta hawa wasichana, nikawapeleka training Kenya. Nikawaleta, nikafanya hiyo biashara kwa miaka 3 mpaka 4 mbele. Ile biashara nikaiona sasa inahitaji na yenyewe kugraduate kwa sababu biashara zinaenda zinakuwa. Kwa hiyo ilipofika sehemu naona inataka kukua, nikaiua ile biashara nikapandishia biashara nyingine. Nikapandishia sasa airline ya mafuta. Nikawa natengeneza mafuta na yauza mafuta ya kukuza nywele na kadhalika. Kwa wale wasichana nikawafanya wakawa kama watu wa mauzo. Kwa sikuwatoa kwenye ajira, nikawaacha wenyewe ndio wakawa wanauza mafuta. Okay. Ila wakati nafanya hii biashara
Sasa nilikuwa mimi nina biashara nyingine ambayo ilikuwa imeshaanza kwenye familia. Sababu biashara hii ninayoifanya mimi sasa sio biashara mpya. Ni biashara alikuwa anaifanya marehemu mama yangu. Mama yangu alikuwa yeye anafanya fumigation na usafi mahospitalini tu. Upande wa Tabora, Shinyanga, ule upande ndio ilikuwa zoni yao ya biashara. Ulianza na nywele, baadaye ukaja na products za nywele, na sasa hizi kwenye usafi. Labda katikati pia ulipitia biashara nyingine ambazo labda hujazitaja. Kwa nini ulienda unapiga hatua? Biashara ina tabia moja. Kuna kipindi na kusukuma utoke pale ulipo uende kwingine kutokana aidha na uhitaji, hicho ni cha kwanza, lakini cha pili ni kutokana na wewe jinsi unapolisoma soko. Mamangu aliugua ugonjwa ambao nilikuwa nakutana na wagonjwa ambao hawana nywele. Kwa hiyo wale wagonjwa walikuwa hawana support ya kitu ambacho wanaweza kukitumia kukuza tena nywele zao baada ya matibabu. Kwa nikaamua kutengeneza hicho kama sehemu ya kuweza ni kama nilikuwa naweza kutengeneza kumbukumbu za kile nilichokipitia na wakati namuuguza mama. Lakini kitu kingine ambacho naweza kukisema ni kwamba biashara kubadilika ni kwa sababu unakuwa pia unaangalia kwamba hii biashara moja isije ikanifia hapa. Usiweke mayai yote kwenye tray moja. Kwenye tray moja. Okay. Kwa mara nyingi nilikuwa sana ninajaribu kwamba ninyanyue kitu kingine ambacho kitasupport na ile biashara moja ukishaiona haifanyi vizuri, kabla ile biashara ife unaigraduateisha, unakuza sasa, kwa sababu inabidi pia uongeze pesa pale, uboreshe huduma. Kwa hiyo kama huduma ya usafi haikuwepo, mimi nilitoka kwenye nywele nikaingia kwenye airline, nikaingia kwenye mabegi. Okay. Niliingia kwenye mabegi hapo katikati, lakini kwenye mabegi niliingia katika mfumo upi? Huko nilikokuwa safari ilikuwa inaweza kunilipa, lakini natakiwa nifanye production kubwa, alafu niwe na mzigo mkubwa ili mteja anapokuja niweze kumhudumia katika muda ambao yeye anautaka. Ndio nikaona sasa imefika muda hii biashara pia siui, lakini sasa na graduate kwamba iende kitu kingine. Ndio zilipozaliwa bed cover. Bed cover, yes. Okay. Hivi vifuniko kwa ajili ya magodoro. Na niliamua kufanya hivyo kwa sababu sikuwa nataka kuweza kumanage biashara nyingi. Nilitaka kumanage biashara zinazoingiliana. Kwa kampuni ya usafi kwenye kile kitengo cha fumigation na dawa na usafi wa mashuleni, mahospitalini, wana hiyo shida ya kupata vifuniko vya magodoro. Kwa hiyo nikatoka kutengeneza mabegi, nikaingia kutengeneza vifuniko vya magodoro kwa ajili ya usalama wa watoto mashuleni na pamoja majumbani. Kuna watu wanakaa na wagonjwa majumbani, watu wazima ambao wanakuwa wanahitaji magodoro yao yafunikwe, lakini kuna watu majumbani wana watoto ambao wana shida. Kwa nikaitoa kule kwenye mifuko, nikaja kwenye vifuniko vya magodoro ambao sasa inafanya kazi pamoja na kampuni yangu ya usafi. Uhalisia ni upi kwenye biashara? Yaani ile black and white. Biashara ikoje? Biashara ni ngumu. Biashara ni ngumu na inahitaji subra. Inahitaji subra, inahitaji uvumilivu, lakini pia inahitaji kujipa moyo na wewe mwenyewe kujivumilia. Kwa sababu hivi vipindi vyote ambavyo mimi ninaviongelea, ninaongelea vipindi vya kuanzia 2014 mpaka sasa 2026. Kwa inahitaji watu wako wa karibu wakuvumilie. Kipindi ambacho huwa ni kigumu ni kile kipindi cha mwanzo kuja katikati, ambao vitu vyote vinaweza visiende sawa. Na ukiwa na mtaji mdogo, kikiharibika kitu kidogo, ukipata hasara ndogo, unajikuta umeharibu hela ya wateja 3 mpaka 4. Hawa ni wateja ambao wanatakiwa wawe na uelewa wa hali ya juu kukupa muda wa wewe kuweza kurekebisha. Bila ya hivyo ni changamoto. Ni changamoto. Ushakutana na situation ambazo zilipelekea hizo changamoto? Kwa mfano hivyo, labda kitu kidogo kimeharibika ama mzigo haujaenda vizuri alafu ukakutana na changamoto? Mimi nilishawahi kupitia changamoto moja ambayo kidogo iliniletea shida. Niliibiwa na niliibiwa
nilikuwa napeleka mzigo wa mteja kipindi kile ambacho natengeneza mabegi. Nilikuwa na gari ambayo sasa hata kioo nilikuwa siwezi kupandisha mpaka juu, haina AC gari. Niko kwenye foleni Tazara, gari sijafunga, nimebeba mzigo wa mteja na hela na simu. Yaani watu walikuja kuchukua kila kitu kama vile ni vya kwao, tukiwa kwenye foleni na sikupata usaidizi. Walishusha mizigo ya mteja, walishusha pesa, walishusha simu, na pia walinijeruhi. Kwa kwenye mazingira kama yale, kwanza upate matibabu, urudi polisi, uanze kurudi kufanya damage control, mteja mmoja kwenda mwingine, lazima kuna wateja unaweza ukawachelewa hapo, na huwa inaleta shida kidogo. Lakini Mungu ni mwema. Unaposogea kutoka kwenye hiyo stage kufikia stage nyingine ambayo vitu unaweza kufanya damage control ndani ya muda mfupi, inakuwa ni rahisi sana. Na kwa sababu pia vitu vingi unakuwa nao umeshaviboresha, kwa hata zile riski pia unakuwa umezipunguza. Na mtazamaji wa Kidani, bado tunaendelea hapa na tuko na Wendy Mwansasu ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inayoshughulika na masuala ya usafi pamoja na malezi, kwa maana ya kutoa huduma za wasichana wa kazi majumbani. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Asante sana kwa kuendelea kuangalia UTV na kuendelea kuangalia Kidani, na bado tuko hapa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ambayo inashughulika na masuala ya usafi. Wendy, biashara yako ya usafi, najua umerithi kutoka kwa mama. Ni kitu ambacho ulikiona pia kikifanyika huko na ukakipenda kutoka moyoni, au kwa sababu kimetoka kwa mama ngoje basi nikifanye? Mimi ni mtu ambaye ninapenda usafi, lakini sipendi kufanya. Niko hivyo. Kuanzia nasoma chuoni, mimi ni mtu ambaye nguo zangu nilikuwa nafuliwa, naita mtu nalipa. Kwa kwenye maisha yangu pia, hata nilivyokuwa mke, nilivyokuwa mama, nilikuwa ni mtu ambaye mara nyingi ninapenda usaidizi. Na kwenye usaidizi nilikuwa nahakikisha na timu ya uhakika ambayo haiwezi kuniangusha, kwa sababu ni timu ikiniangusha na mimi pia naanguka. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikipenda, na nilikuwa napenda usaidizi kwa wanawake wenzangu, kwa sababu siamini sana kama kuwa mwanamke ni utumwa. Lakini kuna vitu tukivipata usaidizi hapa na pale, hata ile wanasema ni quality ya kile ambacho tutakitoa kule mwisho kinaongezeka, especially kwenye haya mazingira ambayo wanawake sasa nyumbani na wenyewe sasa hivi ni wafanyakazi, ni watafutaji, anahitaji arudi nyumbani, aangalie watoto, awe mke, awe dada. Hapo ndo kidogo palikuwa panakuwa changamoto. Kwa unaweza ukakosa muda wa kusema labda nyumba yangu niisafishe kufika kiwango hiki, lakini ukituita tukaja tukakusafishia mara moja kwa miezi 6, siku nyingine ukawa unafanya usafi wa kawaida, bado value yako wewe kama mwanamke nyumbani itaonekana, kwa sababu nyumba haitokuwa chafu, makochi yatakuwa masafi, madirisha masafi. Okay. Ndio. Kwa hiyo unaifanya kwa kupenda? Naifanya kwa kupenda, kwa sababu pia napenda kuwasaidia wanawake wenzangu. Okay. Umeona pia unafanya biashara ya kutafuta wasichana, kufundisha wasichana kazi za nyumbani. Yaani kwa maana kama mtu akihitaji msichana amejifungua, wadada wa nyumbani, sisi tunaita wadada, lakini wanaita wafanyakazi wa nyumbani. Kwa nini tena ukaingia huko? Niliingia huko kwa sababu moja. Mimi nilikuwa nakuwa na wateja wa usafi. Sasa mtu anakuambia, naomba uje unisafishie leo nyumba, unajua msichana wangu ameondoka mwezi wa 12 hajarudi. Hapo yuko ni mwezi wa 2. Ana mtoto, unafika kwenye mazingira ana mtoto mdogo. Ukimwangalia na vitu vingi, tulikuwa tunaishia kutoa huduma kwa huyu mtu kwa siku hiyo, kwa sababu ni mteja. Hicho ni cha kwanza, lakini mnakuwa kama binadamu mnamuonea huruma. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, maisha kama nilivyokuambia, maisha ya wanawake ni kitu ambacho mimi ninakifahamu, kwa sababu mimi pia ni mwanamke. Ni maisha ambayo bila usaidizi ni magumu sana. Labda ujitolee kwamba utakuwa nyumbani full time, na bado lazima utahitaji nguvu ya ziada ya kuweza kukusaidia hapa na pale. Kwa cha kwanza niliamua kutengeneza mradi ambao utatoa ajira. Cha pili nilikuwa najaribu kuangalia changamoto ambazo
wamama wanazipitia. Changamoto zenyewe ambazo ni kutokuwa na mifumo ambayo iko rasmi ya kuweza kuwa manage hawa wasichana. Cha tatu, kutokuwa na taratibu ambazo zinaweza kumlinda huyu msichana akiwa kazini, lakini kulinda maslahi ya huyu mtu anayempatia kazi. Nyinyi mnawapataje? Yaani na vigezo na masharti ni vipi? Kwa hapa nchini huwa ninatoa matangazo. Wanaleta CV zao pale ofisini, tunawafanyia interviews. Baada ya hapo tunawachukua, tunakaa nao. Nina center iko Kijichi. Kwa ninawaweka pale, nikiwa nawaangalia. Kwa muda gani? Kwa miezi 6. Ni miezi 6 kabla ya kuwatoa. Okay. Lakini kwa sasa tuna wasichana kutoka Malawi, nina wasichana pia kutoka Zimbabwe, kwa sababu ni sehemu ambazo nilishafanya nao kazi kupitia wizara zao za elimu. Kwa niliweza kurudi kwao tena na kuwaambia kwamba yale mambo ambayo nilikuwa nayafanya ofisini sasa nayafanya kwa vitendo, tunaweza tukawasiliana. Hiyo miezi 6 wanalipia ama nyinyi ndio ina miezi 6 ambayo tunakuwa nao pale hawalipii. Kwa kula akiugua bahati mbaya ni juu yenu. Ni juu yetu. Okay. Ndiyo. Nyinyi mnanufaika vipi? Sisi tunanufaika ambapo sasa mtu anapokuja anahitaji msichana. Mtu anapokuja anasema anahitaji msichana, kuna fee ambao ni lazima ilipie. Pale ndo tunaporudisha na sisi gharama zetu, kwa sababu tunakuwa tumekuletea product ambao tayari tumeshaipolish. Wewe unakuja kutumia ule ujuzi ambao haukuwekeza. Kwa sisi tunapokupa yule msichana ile nguvu kazi yetu. Na ndio maana tukikuletea nguvu kazi yetu pia ni lazima uilinde. Uhakikishe maslahi yake ambayo yamemleta nyumbani kwako. Yaani unatakiwa mtengenezee mazingira ambayo msichana atafanya kazi na asipate bugudha yoyote, kwa sababu kuna changamoto pia hapo majumbani. Hawa wasichana wanakaa sana majumbani, hawa day worker dadas, lakini wasichana wanaokaa hapo hapo hawakai. Nimeona moja ya kwenye hizo categories za wasichana, kwenye hivyo vifungu vya wasichana, nimeona kuna mwingine anakuja pale ambapo wewe umejifungua na anakaa kwa kipindi hicho tu cha wewe kujifungua, ile miezi 3 ya maternity. Baada ya hapo anaondoka, ama kama unataka kuendelea kumweka pale basi inabidi uendelee kumlipa kiwango kingine. Nielezee kwa nini mkachagua mama aliyejifungua peke yake, na kwa nini anaenda kwa ile kazi tu? Je, anaweza kufanya kazi nyingine ya ziada ama lazima yule mama aliyejifungua? Au tunawaita PCD, postpartum care dada. Kwa kweli hao ndio watu ambao pale ni backbone ya organization, ndio uti wa mgongo wa hii taasisi yetu. Ni watu ambao kwanza hata training zao ni training ambazo ndio kwetu pale zinatukosti sana, kwa sababu ni lazima utafute wataalamu kweli kweli, na hata kuwatoa kwao pia ni kuwatoa katika mfumo ambao ni lazima aende akafanye kazi hiyo ya siku 90 na arudi. Kwa unapotaka kumuongezea extension, kutoa extension, na sisi sasa ni lazima tukuletee dada mwingine, sio huyu PCD. Kwa nini? Kwa sababu PCD yeye yuko pale kwa ajili ya siku 90 tu. Lazima atahitajika sehemu nyingine. Huyu anahitaji kuendelea kuogesha mtoto. Ni mtu anayetoa zile huduma za siku 90. Kwa kuna sehemu atahitajika. Ukiwa unataka wa kutoka pale sasa, labda wewe unarudi kazini, unahitaji msichana mwingine ambaye aje kuanza kutokea pale, tunakuletea mwingine, lakini sio PCD. Okay. PCD ni hawa ambao umetoka kujifungua mpaka siku 90. Masharti yao, vigezo vyao vikoje? Awe ameweza form 4 au yani inabidi iweje? Grade yake inabidi iweje? Tunachukua watu ambao tayari wameshamaliza diploma. Okay. Tunachukua watu ambao wameshamaliza diploma, na tunachukua watu ambao wakija nyumbani kwako atakuongezea value. Kwa lazima uanze kuiona ile value kuanzia kwenye vyeti, alafu tunakuja sasa kiutendaji. Na ni watu ambao sasa hata ukiwa unawajengea uwezo ni rahisi pia kupokea huo uwezo na kuanza kuwafanyia kazi. Hata malipo unaona, tunaanza kuanzia 1,500,000 mpaka 600,000 kwa upande wa day worker dadas, kwa sababu mtu anayetaka mtoto wake apelekwe huku akafanywe training ya swimming, akitoka hapo ufanye na mtoto homework, anakuambia kabisa ninataka mtu at least ambaye amemaliza form 4. Kwa wakati na unapeleka profile ikiwa na vyeti.
Kwa yeye anachagua kwenye zile profile ipi itampendeza, ndio mnayempelekea. Sisi tunatakiwa tujue kwamba kule aliko yuko kwenye mazingira salama, ufanyaji wake wa kazi unafanyika, na malipo ni sisi huwa ndio tunafanya. Kwa mteja anawalipa nyinyi ndio mnamlipa msichana? Ndio. Okay. Na mishahara, mnawapa mishahara mizuri kulingana na kazi ambazo anaenda kufanya, ama inakuwa ni kwamba mnafidia training zenu na ile miezi 6 waliokaa nyumbani? Mteja anapokuja tayari anakuwa kwa sababu ile fee ambayo tunamchaji, fee ya kumfanyia auditing msichana na kumpelekea, sisi kwetu anakuwa ameshaturudishia gharama. Kinachobaki kwetu, kwa sababu tusipochaji, huyu msichana anahitaji pia uangalizi kule aliko. Wana tabia ya kukengeuka. Okay. Mkataba unasema nini? Kwa mara huwa tunaingia hapo kumkumbusha makubaliano ambayo yako kati yetu sisi na mteja. Okay. Anapoenda nje ya sisi huwa lazima tuingie pale katikati. Ni kitu ambacho hawa watu ambao wanachukua wasichana ambao hawako kwenye makampuni hawana. Mishahara lakini inakuwa mizuri. Mishahara ni mizuri, lakini tunachokiongea ni kitu kimoja. Kwa mfano unapomchaji huyu mteja ambaye unamchaji milioni 2, ni mteja ambao mnampelekea mpaka breast pump. Okay. Yaani supplies ni nyingi sana kwenda kwa mama, na mara nyingi wanakuwa ni wamama ambao ni wageni, hana wazazi. Okay. Mume yuko mbali, lakini tunatafuta namna ya kumfanya huyu mama awe comfortable. Okay. Kwa zile supplies ambazo yeye hataweza kuzifanya. Kwa mfano kuna wamama ambao amefanywa operation, anahitaji, kuna vile viti vya kupumzikia, tunapeleka. Kwa kuna vitu vingi anakuwa pia amekodisha kutoka ofisini ambapo msichana ataenda navyo. Okay. Kwa tutapeleka nguvu kazi na vitendea kazi. Na ndio vitu tunavyochaji. Vitendea kazi na nguvu kazi. Ndio. Okay. Mshahara wa juu kabisa wa msichana ambaye mnafanya naye kazi ama anafanya kazi huko ni kiasi gani? Ili nisije watu wasije wakanifunga hapa wakaniambia ulisema mimi nimeenda kule tukafungwa mimi na wewe. Nataka kujua. Tumesogea ili mradi wanasema stahiki za watu zinatakiwa kuwa siri. Lakini tumesogea, tumevuka viwango ambavyo vimewekwa na serikali, na tunajitahidi sana kufuata taratibu za serikali. Okay. Okay. Kwa nchi zilizoendelea ukiingia tu unaona mishahara ya watu. Sijui kwa nini nchi zetu sisi serikali. Basi Wendy, kwa kumalizia tuambie, unafikiri kwa kuona soko sasa la ajira jinsi lilivyo nchini na hali ya biashara, nini unaweza kumwambia mwanamke ambaye yuko nyumbani amekaa, labda hajui pa kuanzia, hajui cha kufanya? Wewe umepita kwenye safari zote za biashara zote, umeenda nchi nyingine zote, umeona nini afanye? Kwanza kwa wanawake wenzangu ambao wako nyumbani, kuna wanawake wenzangu wana kipaji cha malezi, wanapenda watoto. Unajua unapopenda watoto sio lazima tu wewe mwenyewe uwe mama, lakini kuna watu wanapenda watoto kulea. Niwakaribishe wafike ofisini kwangu. Ningependa kuwaona pia. Nina jambo nao. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, kwa upande wa wanawake wenzangu ambao tuko kwenye safari hii moja ya kutafuta maisha, tupeane moyo, tushikane mikono, na pia tusapotiane, kwa sababu changamoto za biashara sio rahisi ukiwa peke yako. Nini unamwambia msichana kuhusu maisha? Tufanye kazi. Tufanye kazi na tusikubali kuwa kwenye fikra nyingine zaidi ya kazi. Kwa sababu kazi zinamboresha mwanamke kama dada, kama msichana, kama mke, kama mwanafamilia. Dada anapofanya kazi, anapokuwa kwenye mazingira ambayo anaweza kusapoti familia yake, labda aliyoacha nyumbani, kusapoti kaka zake ambao wanahitaji kusoma, wazazi. Kwa kweli swala la msichana kuwa na kipato ni swala la msingi sana. Ni swala la msingi. Tusiwe na fikra nje zaidi ya hapo. Nikushukuru sana Wendy kwa muda wako. Asante. Asante sana Sauda. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Tulikuwa hapa na Wendy Mwansasu ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya usafi, lakini vile vile kuleta wasichana ambao wana ngazi tofauti, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, ambao wanaweza kukusaidia nyumbani kazi zako kulingana na mahitaji ya wewe mwenyewe. Ametupa connection nyingi hapo, na pia ametoa fursa kwa wale wanawake ambao wanatamani ama wanapenda watoto, unatamani kazi lakini hujui pa kuanzia, basi
Wendy iko kwa ajili yako, na kuna namba simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688 475656. Tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi, usipige simu, au unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.